Chetu ni chetu. Asante sana ndugu mwandishi wa habari, kwanza karibu sana hifadhi ya pori la Akiba Liparamba. Hifadhi hii inafikika kutoka Songea mjini mpaka zilipo ofisi ambazo ni Mbinga mjini, ni takriban kilomita kama 98. Kutoka hapa zilipo ofisi wilaya ya Mbinga kwenda kwenye hifadhi yetu ya pori la Akiba la Liparamba ni kilomita kama 43. Lakini pia sehemu ya hifadhi inaweza kufika pia kwa kutumia njia inaitwa ya Unyoni, kutokea Unyoni kwenda hadi kijiji cha Liparamba, unakuwa tayari pia umefika kwenye hifadhi yetu. Asante. Tungependa kufahamu pia hifadhi ina sifa gani? Kwa sababu tunaona ni msitu mkubwa mzito, tuambie sifa yake nyingine pamoja na miti ambayo inaonekana, lakini ndani yake sasa, ili tuweze kuoanisha na utalii ambao sisi wa kipindi cha Chetu ni Chetu tunathamini vya kwetu. Asante sana. Hifadhi hii kwanza ina ukubwa wa kilomita za mraba ni 538. Imezungukwa na wilaya 3. Kuna wilaya ya Songea vijijini, kuna wilaya ya Mbinga, lakini pia na wilaya ya Nyasa ambapo ndipo hifadhi hii ya wanyamapori ilipo. Hifadhi hii kwa kweli ina vivutio vingi sana vya utalii. Kama ulivyosema kwamba ni msitu mkubwa ulioshona, una rasilimali za wanyamapori mbalimbali, lakini pia tuna mito mingi, mito zaidi ya 20 ndani ya hifadhi, ikiwepo mto Ruvuma. Tuna maporomoko ya maji, lakini tuna milima, milima ya unaosikia milima ya Livingstone imeanzia ndani ya hifadhi yetu kwenda mpaka bonde la Ufa kuelekea ziwa Nyasa. Wanyama pori naosema tunao mbalimbali, tunao tembo, tuna pofu, tuna kuro, tuna wanyama adimu pia ambao ni mbwa mwitu. Walikuwa hawajawahi kuonekana zaidi ya takriban ya miaka 20, lakini kutokana na uhifadhi na nguvu tunazotumia kwenye kuhifadhi, mbwa mwitu hao sasa hivi wapo hifadhini pia. Lakini kwenye mto Ruvuma niliokuambia tuna mito mingine zaidi ya 20, tunao boko, tuna mamba na wanyama wengine kadha wa kadha. Lakini pia milima hii kuna mlima unaitwa Mlima Manyigu ambao pia kwenye kilele cha huu mlima kuna bwawa ambalo ni natural, maji hapo. Lakini pia hifadhi hii kuna maeneo ya kitamaduni naweza nikasema. Kuna kijiji ambavyo tumepakana navyo pembezoni ya hifadhi, kijiji cha Mseto. Pia kuna makaburi ya wazee. Na baadhi ya vijiji miaka ya nyuma wanasema kuna kipindi walikuwa wanafika kwa ajili ya kuja kufanya mila zao na desturi. Okay. Kwa nini TAWA mmeingia kwenye hifadhi hiyo? Na wengi wangependa kujua TAWA ni nani? Kwa nini wanaoanishwa TAWA na mambo ya utalii, TAWA na uhifadhi? Mipaka yenu ikoje tofauti na taasisi nyingine hizi? TAWA ni taasisi ambayo tunasimamia mapori ya akiba, mapori ya wazi na wale wanyama wengine wote walioko nje ya hifadhi za taifa na Ngorongoro. Kwa hiyo shughuli ambazo tunafanya ni shughuli za utalii, ambao ni utalii wa picha, lakini pia na utalii wa uwindaji. Na kwa bahati nzuri hifadhi yetu hii tayari ina mwekezaji, ni kampuni ya Uhusiano International ICT Limited. Imeanza kufanya kazi kuanzia mwaka jana mwezi wa 5, na kwa mwaka huu pia wanategemea msimu ukianza wataendelea na shughuli za uwindaji wa kitalii. Kwa mwaka jana wamewinda wanyama kadha wa kadha, walipata boko, walipata pofu, walipata kuro, walikuwa zaidi ya 2, lakini pia walipata sebo palahala, tena ilikuwa ni nyara bora kabisa. Kwa hiyo hifadhi yetu kama nilivyosema iko chini ya TAWA, na kwa mgawanyiko wa TAWA tuna ofisi za makao makuu, alafu kuna ofisi za kanda na hivi vituo. Kwa kituo chetu cha pori la Akiba Liparamba
Ofisi zetu za kanda ziko Masasi, ni kanda ya kusini mashariki. Mashirikiano yakoje kati ya vijiji ambavyo vinazunguka hifadhi kuhakikisha kwamba wanasaidia aidha kuhakikisha kwamba kuna ujangili ambao unaingia mle ndani, lakini pia hata hifadhi ya mazingira, kwa sababu utalii wetu wa mazingira pia watu wanapenda, wageni wanakuja, ndio mpaka wawekezaji wamekuja sasa. Ushirikiano ukoje wana kijiji kuhakikisha kwamba na wao wanaona ni sehemu ya hifadhi? Nashukuru sana. Tuna ushirikiano mzuri na hivi vijiji vinavyotuzunguka, na tumekuwa pia tunatoa elimu ya uhifadhi kupitia kitengo chetu cha ujirani mwema, na mwitikio wa wananchi umekuwa ni mzuri. Na kwa sasa hifadhi naweza nikasema haina uvamizi kabisa, kwa sababu tumetoa elimu na wananchi wanaelewa, lakini pia tunawaeleza faida ya zile rasilimali tunazozihifadhi. Kwa mfano, naweza nikatolea mfano kwa mwaka jana, mwekezaji huyu kwa sababu amefanya shughuli za uwindaji wa kitalii, tayari ameshaweza kulipa dola 5,000 ambazo kisheria anatakiwa alipe, na zikasaidie miradi kwenye ile jamii zinazozunguka maeneo yetu ya hifadhi. Napozungumza mpaka sasa hivi tayari kuna vijiji viwili wameshapata hizo fedha, lakini pia kuna malimbikizo ya fedha nyingine pia, na zenyewe tutazigawa kwenye hivyo vijiji nilivyosema, viko takriban vijiji 13. Kwa watafaidika na uwepo wa hifadhi na uwepo wa hizo rasilimali. Sawa sawa. Hifadhi nyingine, kwa sababu hifadhi hii inaonekana ina miti mingi kweli kweli. Kwanza utatuambia miti ni miti gani ambayo maarufu imejaa hapa, lakini pia tutaka kujua pia mnaruhusu utafiti, kwa sababu kuna hifadhi nyingine watafiti wa tiba, dawa, wadudu, wanyama wanakuja huko. Nyie kwenu ikoje? Mnatoa hiyo fursa? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli msitu wetu umetawaliwa kwa asilimia kubwa na miti aina ya miombo. Hili la kuhusu utafiti, ndio taasisi hizi, hata uhifadhi wetu siku hizi ni wa kitaalamu, tafiti huwa zinafanyika, na taasisi yetu ya TAWA inaruhusu tafiti kwenye maeneo yetu. Iwe ni vyuo, hata mwaka jana kuna wanafunzi tuliwapokea kutoka chuo kikuu cha SUA, walikuwa 6. Walifanya field practical hapa, lakini pia na kuna data ambazo walikuwa wanazihitaji za kikolojia wakawa wanachukua. Kwa hiyo tafiti tunaruhusu, lakini pia tunayo taasisi ya TAWIRI. Kwa mwaka jana pia walikuja kwa ajili ya kufanya tathmini ya wanyamapori kwenye hifadhi yetu. Kwa utafiti zinaruhusiwa. Mtazamaji wa Chetu ni Chetu, tupo hifadhi ya Liparamba. Yawezekana unatamani kujua maana neno Liparamba, kwa sababu majina haya yana maana yake. Atajibu kamanda hapa Limo. Labda Limo, ningependa kufahamu pia, hapa nyuma tuna mnyama huyu, ni wa kweli kabisa. Huyu ni mamba, mtazamaji, sio kwamba ni ngozi imevishwa, hapana, ni mamba OG kabisa, mamba mwenyewe. Utatuambia labda, pamoja na kutuambia ile maana Liparamba, lakini mamba ukubwa wake na mmemtoa wapi? Umesema kwamba mto Ruvuma unapita ndani ya hifadhi. Je, huyu ametoka kwenye mto Ruvuma, ama nyie ukiondoa eneo la hifadhi kwa hapa Songea Ruvuma mnatawala maeneo gani mengine? Kwa sababu Ziwa Nyasa kule tumeambiwa kuna mamba wengi kweli kweli. Je, kule wapo na ni eneo lenu na watu wanaruhusiwa labda kuwavua na vitu kama hivyo? Karibu. Kama nilivyosema kwamba TAWA tunasimamia haya mapori ya akiba, mapori ya wazi, lakini na wale wanyamapori wengine walioko nje ya maeneo ya hifadhi. Kwa eneo hili la mkoa wa Ruvuma tunao hifadhi ya Litumbaswi na Gesamazo, pia tuna hifadhi ya kisiwa cha Lundo na Mbamba Bay ambapo ni ndani ya Ziwa Nyasa. Yale maeneo yote sisi tunafanya kazi. Kuna maeneo yale ambayo yanakuwa na usumbufu wa wanyama wakali na waharibifu. Kwa hiyo mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA tunafanya udhibiti, lakini pia na kutoa elimu ya wananchi ya namna ya kujikinga na wasipate madhara kutokana na hao wanyama wakali na waharibifu. Na mamba huyu tulimvuna, ni moja ya mamba aliyevunwa Ziwa Nyasa. Kule kuna mamba zaidi ya 11 wamevunwa, na wote wao walikuwa wamehatarisha maisha ya wananchi. Kwa hiyo huyu naye ni mmoja wapo, alitoka Ziwa Nyasa. Maana Liparamba ni nini? Liparamba, kwanza tuna kijiji kinaitwa Liparamba na hifadhi yetu inaitwa ni Liparamba. Sasa hili jina origin yake, kuna wanyama wanaitwa Clearspring, mbuzi mawe. Mbuzi mawe. Mbuzi mawe. Nao ni wanyama pori.
Eneo la kijiji cha Liparamba kuna mlima ambao wanyama hawa walikuwa ni wengi sana miaka hiyo. Sasa jamii ile ya Matengo wakawa wanaita wale wanyama ni Liparamba. Kwa hiyo origin ya hii hifadhi ni pamoja na hao wanyama tunaoita ni mbuzi mawe ambao miaka ya nyuma walikuwa wanapatikana kwenye ule mlima wa pale kijijini Liparamba. Sasa hivi hawapo ndani ya hifadhi? Taarifa tulizonazo wapo kwa uchache, lakini tunaongeza juhudi pia kwa ajili ya kuhifadhi ili waweze kuzaliana kwa wingi. Wale Big Five, inawezekana kuna watalii wengi wa ndani sasa hivi wanatamani kuja kwenye hifadhi ya Liparamba. Wale Big Five wanyama wale wazito wakubwa, kwa sababu tembo nimewaona wakati unanizungusha kwenye msitu, nimeona tembo na nimeona wanyama wengine. Wale wengine sasa Big Five wakina simba, chui, kifaru, nyati wapo ndani ya msitu, na kama wapo labda watalii wakija wanafurahia nini kuwaona wale? Nyati tunao hifadhi ya Liparamba, lakini kihistoria faru amewahi kuwepo. Faru amewahi kuwepo hifadhi ya pori la akiba Liparamba. Ukizungumza na wenyeji wale wazee wanakuambia walikuwepo, lakini kwa sasa wametoweka. Lakini simba tunao, hata siku za usoni hapa walikuwa wananguruma. Lakini pia tumewahi kumvuna mmoja mwaka jana ambaye naye pia alitoka kwenye hifadhi akawa amekuja kudhuru makazi ya wananchi. Tukaona ili asihatarishe maisha ya wananchi, basi tukaamua kumvuna. Lakini chui pia wapo. Unaambia nini watalii wa ndani? Kwa sababu mara nyingi sisi huwa hatuthamini vya kwetu, na ndio maana kipindi cha Chetu ni Chetu tunajaribu kuibua na kuwaonyesha vile vitu ambavyo Watanzania wengi walikuwa wajua, wanahisi kwamba utalii ni wa wageni tu. Yawezekana wapo watu hapo kwenye hizo wilaya 3, kwenye hivyo vijiji ulivyonitajia, yawezekana wapo, lakini hawajui uzuri wa uwepo wa hifadhi. Unawaambia nini labda ili tuanze kuzalisha kwanza vya kwetu na watalii wetu, then ndio tuwakaribishe wa nje hao? Ni kweli kabisa, kama nilivyosema kwamba eneo letu ni kitalu cha uwindishaji na kina mwekezaji na tumeendelea pia kuboresha miundombinu. Kwa hiyo nawatangazia Watanzania, kwa wale ambao wanapenda utalii wa uwindaji, wakaribie sana, watapata nyara zenye ubora kabisa. Kwa nafasi ya watu wengine kuwekeza ipo wawindaji, mfano umesema sasa kuna mwekezaji mmoja kwenye kuwinda. Kwa ukubwa wa pori mnaweza kuruhusu wangapi? Kwa sababu wanatazama watu wanaweza kushawishika wakaja 100 hapa wanataka kuona vitaro. Inawezekana ama target yenu ni nini? Kitalu chetu kama nilivyosema kina ukubwa wa kilomita za mraba 538. Ni kitalu kimoja. Ni kitalu kimoja ambacho tayari kina mwekezaji. Lakini haikatazwi wawekezaji wengine kuja kuangalia fursa. Kuna maeneo ambayo zinaweza zikajengwa loji ambao ni pembezoni mwa maeneo ya hifadhi. Biashara ndogo hizi za kuuza vitu vya urembo, kwa sababu tunatarajia kwa uwepo wa mwekezaji wetu atakapokuja na wale wageni wake wa kufanya uwindaji watembelee na maeneo ya nje, lakini pia tamaduni zile za nje wanaweza wakaenda wakajifunza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuwekeza kwa kweli. Mtazamaji, wakati Mtanzania unalilia fursa, ajira hakuna, wakati una elimu yako ya kutosha, si elimu ya darasani tu, hata elimu ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kuwa na akili, lakini yawezekana wakazi wa vijiji zunguka vya hifadhi bado hamuzioni hizo fursa, bado mnaziacha. Lakini kamanda hapa Limo anajaribu kutufungua na kututoa tongo kwamba tunaweza kutumia uwepo wa huyo mwekezaji, lakini mkatengeneza loji ama hoteli, lakini hata wale wanauza culture zile, urembo wa Kiafrika wa Kitanzania, hata tamaduni, ngoma, mila na desturi zetu pia wazungu wanapenda, hata watu wa nje wa ndani ya Tanzania pia wanapenda. Kwa hiyo ni sehemu sasa ya kuja kuwekeza wale ambao mna uwezo, lakini pia hata kutoa mawazo ni uwekezaji pia. Kwa hiyo msilale mkadhani kwamba hifadhi basi ni ya kwao tu ama ya ndugu zetu watawa. Hapana, tumeambiwa mengi, tutajua mengi. Sasa mhifadhi, kabla hatujamaliza mazungumzo yetu, kwa sababu hapa ni eneo muhimu sana, Watanzania washaambiwa kunafikika, nataka nijue sasa mashirikiano yenu. Najua TAWA ni taasisi ya kiserikali pia, si ndio? Nataka nijue sasa mashirikiano yenu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadia Jenerali Hamed Abbas Ahmed ni msikivu kweli kweli. Unajua kwa nafasi yake ya wanajeshi wengine wangeogopa,
lakini mimi nimekaa naye yule mzee, ukiongea naye unamwona huyu ni msikivu na anapenda maendeleo. Mashirikiano yakoje kuwaunganisha niye kuwa kama kiungo kati yenu na taasisi nyingine? Kuna TFS huku, inawezekana kuna TANAPA, inawezekana kuna wadau wengine wa utalii wapo, kuna mabenki makubwa tu, kuna watu wenye fedha zao. Ikoje katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na nguvu ya pamoja kutangaza utalii wa Ruvuma na nyie mkiwemo? Kwa kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ofisi yake kwa ujumla tuna mashirikiano mazuri sana. Kwanza yeye mwenyewe ni mhifadhi, mpenda utalii, na tumekuwa tunashirikiana kwenye mambo kadha wa kadha, ikiwepo miongozo mbalimbali, lakini hata pia ofisi yake kukutanisha wadau wa uhifadhi na mashirika mengine ya uhifadhi kwenye kujadili pia changamoto ambazo pia zinakuwepo kwenye maeneo yetu ya hifadhi na namna ya kuzitatua. Lakini hata mpaka level ya wilaya, kwa wilaya zote nilizosema, wilaya 3, tuna mashirikiano mazuri. Mpaka level ya vijiji, zile jamii mashirikiano ni mazuri sana, ni mazuri sana. Kwa tunaamini tutafika. Ukifika pale kwenye makumbusho ya vita Majimaji Songea mjini pale utaona majina yao, na kwenye ile kaburi la pamoja utaona picha zao zimezunguka kwenye uwanja. Kuna Wamatengo wamepigana wakafa takriban watu 800 kwenye hifadhi ama kwenye makumbusho ya Litembo hapa Mbinga. Kuna vitu vingi, lakini vita hiyo ilianzia kule Kipatimu kule na Ndete kule. Wamekufa sana Wangindo wa Matumbi kule, na mpaka leo wanalia kwamba kwa nini Songea wameiba vita yao, wameiba vita yao. Kwa ndugu zangu Matumbi kutoka kule Kilwa Kipatimu, poleni sana. Kamateni watu wa makumbusho ya taifa watengeneze kama huku Songea. Ndio maana wenzenu wanatamba kwa kazi kwenu. Nimewapa tu dodoso kwamba amkeni wa Matumbi kule na watu wa Lindi. Swali langu la msingi ni hili kwamba tunauanisha vipi sasa hii kumbukizi ya miaka 120 na TAWA na uhifadhi na utalii? Kwa kweli ni historia nzuri, kama ulivyosema kwamba mashujaa wetu walipigana, na ndio maana unaona tupo salama. Taasisi ya TAWA kupitia kituo cha pori la akiba Liparamba pamoja na kituo chetu kidogo cha pale Songea Ruhila Zoo pamoja na hifadhi ya Lundo na Mbamba Bay, tutakuwa na banda letu pale kwanza siku zote hizo, kuanzia siku ya ufunguzi mpaka siku ya mwisho, na tutakuwa tunatoa elimu ya uhifadhi, tutakuwa pia tunatangaza vivutio vyetu ili jamii ielewe ni nini tulicho nacho, lakini na kuhamasisha wageni kutoka sehemu mbalimbali waweze kutembelea vivutio vyetu. Sawa, chetu ni chetu, kitabaki kuwa chetu. Mtazamaji wa kipindi bora kabisa, hivi ni vya kwetu, kwa hiyo tuna vienzi. Kwa hiyo TAWA ni wa kwetu na taasisi nyingine za kwetu pia. Hili swali la kizushi hili limetoka kwangu tu. Ukiondoa mkurugenzi mtendaji wa ITV kubuni kipindi hiki cha kuibua na kutangaza utalii kwa kushirikiana na ofisi za mikoa mbalimbali, tunatembea, tumekwenda mikoa mingi, tumeshafika kule Lindi, tumefika Mtwara, tumefika Zanzibar, tumefika Kisarawe, Pwani, Mafia, tunaibua tu vitu huko. Tumetoka Iringa, Njombe kwa Mheshimiwa Mtaka, tumekwenda mpaka Mbeya kule, tumezunguka kweli kweli, na bado Ruvuma tumesharudi kama hii ni mara ya 3 hivi. Kwa tunashukuru kwamba ofisi za mkoa zinatupokea kwa sababu unajua umuhimu wao. Sasa nyinyi wadau TAWA, mna mpango gani wa kuwekeza na kufadhili na kudhamini kipindi hiki cha Chetu ni Chetu? Nyinyi mna mambo mengi sana. Hebu hakikisha hapa kwamba mkikaa kwenye vikao vyenu na mkurugenzi wenu, sio mnamhitaji, kwamba mtatia nguvu fedha ili sisi tutangaze kwa wigo mpana kabisa. Asante. Kama unadanganya hapa mimi nitakuja tena nitatoa hewani. Kamishna wetu wa uhifadhi TAWA ni kweli amekuwa ana mashirikiano mazuri na vyombo vya habari hususan ITV. Na ni kweli tumekuwa na nyinyi sana, mmekuwa ni nyenzo muhimu kwenye kutoa elimu kwa jamii, na nafikiri sio mara ya kwanza kufika eneo letu, na tutaendelea kushirikiana na nyie na kupokea maoni yenu yale ambao pia hata nyie mkiaona mnafikiri anaweza katutoa hapa tulipo tukaenda mbele zaidi. Kwa hiyo niwakaribishe sana, karibuni sana. Mtazamaji, huyu bwana amekwepa swali langu la msingi, lakini hapana shaka idara yetu ya masoko itafanya kazi. Tutakuja kwako, tutakuja kwa mkurugenzi, naamini tutatembea, tutatangaza Liparamba, lakini tutatangaza vivutio vyote ama hifadhi zote ambazo ziko chini ya ndugu zetu wa TAWA. Hawa ndio wenyewe tunasema wapo wengi. Kwa hiyo kazi kwenu utanyie taasisi nyingine, msilale, sio mpaka ITV sisi tutoke tuje. Mnaweza kusema nyie ndugu zetu wa TFS, weka fungu
wangu, chetu ni chetu, tutakuja huko. Tutatembelea poli zote na kila eneo ambalo mnafanya ama mnasimamia. Ndugu zetu wa TANAPA pia, bodi ya utalii Tanzania, wekeni fedha muone mzee wa chetu ni chetu hapa na timu yangu Fred Mbepo tutakavyokuwa tunatembea wawili kama milioni 2 vile, au sio? Mimi bwana, mimi nashukuru sana. Una hizi nyama poli nyinyi mnasimamia, na hapa kwenu Ulipalamba kwenye msitu kuna wanyama wengi. Leo unaweza kupata nyama gani ya kuondoka nayo? Kwa kweli kwa leo kama tulivyosema, hiki ni kitalu cha mwekezaji na sasa hivi ni sio msimu wa uwindishaji. Tunategemea mwekezaji ataendelea na shughuli za uwindaji. Kwa karibu sana, utapata chochote. Asante sana na wewe karibu sana. Basi endelea kufuatilia taarifa zao TAWA kwenye mitandao ya kijamii. Ukiandika tunawapataje watu wajue zaidi kwenye social network ya kwenye website? Tunayo website ya taasisi ya www.tawa.government.tz. Kuna taarifa nyingi sana za kuhusu maeneo yetu tunayosimamia. Tuna email ya kituo ambao ni liparamba@tawa.government.tz. Lakini tunayo mitandao ya kijamii pia tunapatikana. Kuna liparamba @tawa Instagram account, ukiingia utatupata pia. The same na maeneo mengine niliyosema tunasimamia kama kisiwa cha Lundo, ukiingia pia utatupata. Naamini mtazamaji, kisiwa cha Lundo ulishaona kwamba namna gani tulifika kule na muhifadhi maajabu kwa maajabu ni Maajabu Mbogo. Maajabu Mbogo, yes, tulikuwa alitupeleka kule na boti tukaenda kule. Ndio, tuna boti nzuri sana ya utalii ya kisasa kabisa ambayo imezunduliwa siku za karibuni na mheshimiwa mkuu wa mkoa pale. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa nilikuwepo. Ni boti moja nzuri sana tena, niwakaribishe, nitumie fursa hii pia kuwakaribisha watalii. Tunafahamu hifadhi ile ambayo ni Ziwa Nyasa yenye hivyo visiwa viwili na milima miwili. Tuna samaki zaidi ya spishi 400, samaki wa mapambo, na hawapatikani kokote duniani. Kwa hiyo ni kivutio kizuri sana. Na boti ile ina kioo kwa chini. Ukiwa unafanya utalii kwenye maji unaweza ukaona wale viumbe. Lakini tunayo beach nzuri pale kwenye vile visiwa, unaweza ukaogelea. Kwa hiyo nawakaribisha Watanzania na wageni wengine kutoka nje ya nchi. Mtazamaji, mimi kiu yangu ni kumwona mfalme wa nyika simba, na tumesikia tumingurumo. Kwa hiyo siondoke hapa Liparamba, siondoke, nitabaki muhifadhi mpaka anipe walinzi wake wale. Tutaingia porini mchana usiku, na nitakuja kuonyesha kwamba nimepiga picha na bwana simba. Sio kama anapigika picha, lakini mimi nitapiga naye. Bwana, mimi nashukuru sana Kamanda Limo. Karibu sana. Baki na Liparamba, baki na ITV, baki na chetu ni chetu, kitabaki kuwa chetu. Twende sasa msituni huko nikamtafute bwana simba.